Hewani ni Watoto Bambam, kinachopatikana Afya Radio 96.9. Natumaini msikilizaji leo una shauku ya kufahamu Watoto Bambam tumekuandalia mambo gani. Mada ambayo tumekuandalia ni mchango wa wazazi katika kuhakikisha malezi bora kwa watoto kwa kipindi hiki cha likizo. Tunafahamu wazazi wengi wanasema kwamba watoto hawashiriki kuwasaidia wazazi kazi za nyumbani, lakini pia wazazi wanashiriki kwa kiasi kidogo katika kuhakikisha malezi bora katika hiki kipindi cha likizo. Inawezekana mzazi anatoka asubuhi anarudi jioni, hashiriki kwa kiasi kikubwa katika malezi ya mtoto wake, kuangalia mtoto wangu huwa anaenda wapi, kuangalia mtoto wangu huwa ana tabia gani anapokuwa nyumbani mimi nikiwa kazini. Sio kaka Baraka. Ndiyo. Kwa siku ya leo niko na kaka Baraka pamoja na Dadiana, na mimi ni Brightness. Na kumbuka unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia namba 078262 33 62 078262 33 62. Watoto wenzangu wa mjambo? Hatujambo. Mambo zenu? Poa dada Brightness. Nianze na wewe huyu kaka Baraka. Kaka Baraka? Naam. Kaka Baraka? Naam. Unaposikia neno likizo unaelewa ni nini? Likizo ni mapumziko ambayo mtoto au mwanafunzi anaweza kupatiwa kutokana na kufanya kazi muda mrefu. Inaweza kuwa kazi ya kimasomo, kazi za kiofisi au kazi za kitaaluma. Kwa hiyo likizo ni mapumziko ambayo anapatiwa mtu baada ya kufanya kazi au jambo fulani kwa muda mrefu. Wewe ni mwanafunzi? Ndio. Wewe unafanya kazi kwani? Si umesema likizo ni nanili? Kazi yangu mimi ni kusoma. Kwa hiyo likizo ikija kwangu na kuwa ni muda mzuri wangu wa mapumziko, kupumzika na kujifunza mambo mbalimbali, ndio? Na kwa upande wako Dadiana, unaposikia malezi bora unaelewa ni nini? Malezi bora ni yale malezi ambayo yanajumuisha jamii, walezi na wazazi katika kuhakikisha ukuaji wa mtoto wa kimaadili, kielimu, lakini pia na kiafya. Na kaka Baraka, hapo unaweza kaongezea juu ya malezi bora? Malezi bora kama alivyotangulia kusema Dadiana ni mchakato mzima wa jamii, wazazi pamoja na walezi, bila kusahau walimu, kushirikiana katika kumlea mtoto kimaadili, kijamii pamoja na kiakili, ili kuhakikisha anakuwa na maendeleo mazuri katika ukuaji wake wa kiafya. Asante sana. Hapo tunaweza tukasema malezi bora ni mchakato mzima wa wazazi kuhakikisha mtoto anakuwa katika misingi ya kimaadili, kidini na misingi mingine, si ndio? Ndio. Unaweza kanitajia aina za malezi? Aina za malezi, kwanza kuna aina kuu 4 za malezi. Kuna malezi huru, malezi ya kimabavu, malezi ya mzazi kumlea mtoto, yani kimayai tunasema, na kuna malezi tegemezi. Unaweza kaniambia malezi huru yakoje Dadana? Dada Diana. Malezi huru ni yale malezi ambayo ni mtoto ana uhuru wa kufanya jambo lolote lile. Yani kwa mfano hata kama akitoka nyumbani saa 4 asubuhi akaondoka hata kaja kesho saa 4 asubuhi, yeye hatafanya kitu chochote, lakini kazi anakuwa anafanya, ila ana uhuru wa kufanya jambo lolote lile atakalojisikia. Asante sana. Kwa upande wako kaka Baraka, unafikiri malezi tegemezi ni malezi gani? Malezi tegemezi ni yale malezi ambayo mtoto anakuwa anamtegemea sana mzazi katika ukuaji wake. Kwa mfano mtoto kupata hela ya kwenda kutumia shule wakati anapokuwa shule, au wakati ambako mtoto anakuwa labda anahitaji vifaa vya shule, vifaa vya michezo au nguo kwa ajili ya sikukuu. Kwa hayo anakuwa ni malezi ambayo mtoto ili kupata mahitaji yake lazima amtegemee mzazi kwanza. Au uongo? Kweli. Ni ukweli, si ndio? Ndio. Ulizungumzia juu ya malezi huru. Unaweza kaniambia malezi ya mabavu yakoje? Malezi ya mabavu yani ni yale malezi ambao mzazi anatumia nguvu kumelimisha mtoto. Yani unakuta mtoto amefanya kosa kidogo tu, yani aishapigwa fimbo, ni mzazi anatumia nguvu kumlea mtoto. Asante sana. Kaka Baraka, naona kwamba una cha kuongezea. Hapo kwa dada Diana ambacho amekisema, yani malezi ya kimabavu ni yale malezi ambayo mzazi anamchukulia mtoto katika mienendo isiyo sahihi. Kwa mfano kumnyima haki zake za msingi, kumfanyisha kazi. Mtoto muda kwenda shule anaoseshwa vyombo, mtoto muda kwenda shule anaambiwa labda akafanye kazi za nyumbani, akatembeze labda mboga mtaani. Kwa hiyo hao ni malezi ambayo mtoto apate haki zake stahiki kama kusoma, chakula bora pamoja na muda mzuri wa kukaa na kueleza shida zake kwa wazazi. Sawa, hapo kaka Baraka ninaweza kujazia kidogo. Malezi ya kimabavu ni yale malezi ambayo wazazi wanakuwa wanawalea watoto
yani kwa nguvu. Hata kama mtoto anapokuwa amekosea, mzazi anatumia nguvu kubwa kumuelewesha. Mfano unakuta mtoto kafanya kosa dogo, lakini mzazi anatumia nguvu, anampiga, anamtukana. Kwa hiyo ndo malezi ya kimabavu. Ama mzazi anakuwa anamnyima mtoto wake uhuru wa kutoa maoni ama kufanya mambo ambayo ni ya msingi katika jamii. Sio kaka Baraka? Ndio. Hapo ulizungumzia juu ya malezi huru. Unaweza kaelezea? Malezi huru? Na malezi gani? Malezi ya kimayai. Malezi ya kimayai. Ni yale malezi ambayo mzazi yani hayatofautiani sana na malezi huru, lakini malezi ya kimayai tofauti yake ni moja. Mzazi anakuwa mtoto anachokitaka kufanya, japo hapewi uhuru wa kufanya mambo yote. Kwa mfano hawezi labda kuondoka nyumbani saa 1 akarudi saa 3 za usiku. Lakini malezi haya ambayo tunazungumzia sasa ni kwamba mtoto muda wote anashinda kwenye TV, muda wote afanyi kazi, hataki kuambiwa labda muda wa kusoma, yeye anacheza games. Kwa hiyo mtoto anakuwa analelewa katika misingi ambayo yeye haimjenge kuendelea kuwa bora, lakini mzazi anaona kwamba ni njia bora ya kumlea mtoto wake, lakini inakuwa sio njia bora kwa sababu anakuwa mtoto hapati muda mzuri wa kutimiza wajibu pamoja na kazi zake zingine. Asante sana kaka Baraka. Tunafahamu kuna changamoto ambazo si watoto tunakutana nazo katika kipindi hiki cha likizo. Unaweza ukazitaja? Ndio. Kwanza changamoto ambazo watoto tunakutana nazo wakati wa likizo ni kutokuwepo kwa uangalizi maalum wa wazazi. Unguta kwa mfano mzazi anaondoka saa 2 nyumbani na anarudi saa 3 usiku. Kwa hiyo ajui mtoto tangia huo muda ameshinda wapi, amefanya mambo gani. Akirudi anakuta labda mtoto ameshalala. Kesho tena akiamka mzazi hayupo. Changamoto zingine ambazo zinatukabisi watoto wakati wa kipindi cha likizo, kwanza ni vitendo vya ukatili kuongezeka. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, mzazi anaondoka saa 2 anarudi saa 3 usiku, mtoto ajua anashinda wapi. Kwa mtoto labda anaweza akafanywa vitendo vya ukatili bila mzazi yeye mwenyewe kujua, kwa sababu mzazi anakuwa hana muda wa kujali wala kumsikiliza mtoto wake. Changamoto nyingine ambao watoto wanakutana nayo wakati huu ni ukosefu wa lishe. Kwa mfano mzazi anapoondoka hivi asubuhi anarudi jioni, inamsababisha mtoto kukosa chakula, kwa sababu mkuta mzazi labda ameondoka asubuhi, amemwachia vitumbua tu viwili mtoto hapo nyumbani labda na chai. Sasa tangia saa 2 mpaka mtoto aje afike hiyo jioni, mzazi anakuwa amekuja, mtoto ameshaumwa njaa. Kwa hiyo inamsababisha hata vitendo vya ukatili vinakuwa vinaongezeka kutokana na mtoto kukosa mahitaji yake maalum. Unafikiri ni changamoto zipi ambazo si watoto tunakutana nazo kwa kipindi hiki cha likizo? Changamoto ambazo tunakutana nazo kwa kipindi hiki cha likizo, kwanza kuna wale wazazi ambao unakuta mtoto hana muda wa kusoma. Kwa hiyo mtoto anakalia tu anazurula, mzazi hana muda hata kumelimisha mtoto. Kwa hiyo inaongezeka kwa mtoto kutokuelimika zaidi, lakini pia kuongezeka kwa wimbi kubwa la watoto mitaani. Unakuta ni mtoto anazurula tu mtaani, anatoka nyumbani saa 1. Anazurula ni hata mzazi ajui mtoto wake yuko wapi, na yeye mtoto anakaa tu anazurula, anaweza kufanywa vitendo vya ukatili au anaweza hata akagongwa hata na magari hivyo. Asante sana. Kuna msikilizaji mwingine anasema anaitwa Daudi Marco, yuko Mwanza Buzuga, anasema tuko pamoja. Asante sana. Mwingine anasema hello, kwa majina anaitwa Yohana kutoka Mwanza, niko pamoja na ninyi. Asante sana. Mwingine anasema Daudi Marco, huyu tayari. Mwingine anasema